sita take advantage ya udogo wangu kuruhusu mambo yafanyeje, wala sitaruhusu advantage ya umri wangu kuruhusu mtu yoyote atende mambo ambayo wananchi kule hawafurahishwi nayo. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, ninawaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa, waheshimiwa wakuu wa idara, ninawaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa, mimi niko tayari kutumika pamoja na ninyi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati wa hotuba yake bungeni alisema kwamba zipo changamoto kwenye maeneo yetu, hasa zinazotokea kwenye halmashauri, na tulifanyie kazi. Ipo changamoto ya huduma za wananchi katika manispaa zetu ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukwama au kucheleweshwa. Hilo swala lilisemwa na Waziri Mkuu, na mimi kama meya wa halmashauri ya manispaa ya Bukoba kwa kushirikiana na wewe mkurugenzi, ninaomba tushirikiane vizuri kwa kushirikiana na wakuu wote wa idara pamoja na waheshimiwa madiwani kuhakikisha tunatenda haki kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwa unyenyekevu mkubwa sana watumishi, ninaomba sana twende tufikirie namna ya kuboresha huduma zetu ili tuondoe kero zinazopatikana kutoka kwa wananchi wetu. Ndugu zangu, sisi serikali tunatoa huduma. Mimi nimekuwa mfanyabiashara wakati fulani. Unapofanya biashara yako, unachokitaka ni mteja wako afanyeje? Afurahishwe na huduma uliofanyeje? Uliompa. Na hiyo huduma hauwezi kusema wewe kwamba huduma ni nzuri. Mteja ukimpa huduma nzuri, hataenda kule atakusema kwamba nikienda pale napata huduma nzuri, nikienda pale usipati huduma nzuri. Kwa hiyo wananchi wanaposema kule kwamba nikienda pale usipati huduma nzuri, hiyo ni ishara kwamba wewe unayetoa huduma una changamoto. Waheshimiwa wakuu wa idara na viongozi wote wa halmashauri na waheshimiwa madiwani, twende tukatoe huduma kwa wananchi wetu, ili wanapotoka kupata huduma kwetu waende waseme kwamba halmashauri ya manispaa ya Bukoba wanafanya kazi njema na tunafurahishwa, na hapo tutakuwa tumeondoa kero inayopatikana kwa wananchi wetu. Kwa sababu mimi sitaki wewe kiongozi au mtumishi useme kwamba ninatoa huduma nzuri. Huduma nzuri itatangazwa na yule uliyempa nini? Uliyempa huduma. Kuna wananchi wakifika hapa kutoa huduma wakati mwingine sina hakika, lakini nasikia kwamba wanacheleweshwa, wanakwama, mazao nyingine zinakwama. Sasa wakuu wa idara na waomba twende tusimamie hayo masuala kwenye idara zetu kuhakikisha wananchi wanapotoka kwetu wanawasema vizuri, na sisi tutakwenda pamoja kuijenga halmashauri yetu ya manispaa.